Chama cha walimu wilayani Kilwa kimefanya uchaguzi wa aina yake katika mazingira yenye uhuru na haki kwenye nafasi zote, kuanzia nafasi ya mwenyekiti wa CWT, nafasi ya mwakilishi wa shule za sekondari, msingi na awali, pamoja na nafasi ya walemavu, ambapo Ayubu Mwakatika amefanikiwa kuibuka kidedea katika nafasi ya mwenyekiti wa CWT wilaya kwa kupata kura 50, akimgaragaza mshindani wake kwa kura 10 na kufanikiwa kutangazwa mshindi na msimamizi wa uchaguzi huo ambaye ni katibu wa CWT mkoa wa Lindi, Sekela Simon. Upande wake, katibu tawala wa wilaya ya Kilwa amewataka walimu kutumia vyema chaguzi hizo kwa maslahi mapana ya walimu kwa kuchagua viongozi ambao wanaweza kuwajibika kwa kusimamia na kutatua changamoto za walimu. Awali walimu walianza kwa kushukuru jitihada zilizowekwa na serikali chini ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuboresha miundombinu ya madarasa pamoja na nyumba za walimu ili walimu waweze kufanya kazi zao kwa ufanisi wawapo kazini. Sahihi kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupandisha madaraja na kuendelea kulipa nyongeza za mishahara ya kila mwaka, yani annual increment. Tunamshukuru pia kwa madaraja mserereko, japo kasi ya upandishaji wake ipo chini sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwambie mama sisi walimu wa Kilwa tunampenda sana na tuko pamoja naye, iwe mvua iwe jua. Samia Suluhu Hassan. Ujenzi wa nyumba ya madarasa. Tunamshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kutuboreshea mazingira yetu ya kazi kwa kujenga madarasa ya kisasa na kutufanya tuipende kazi yetu ya ualimu kutokana na mazingira mazuri ya kufanyia kazi. Zamani tulipokuwa tukienda kazini tulikuwa tunasema tunaenda shuleni, lakini siku hizi tunasema tunakwenda kazini. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa uongozi wake Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi gani anavyotupambania sisi walimu wake. Tumekuwa tukishuhudia kwenye maeneo yetu miundombinu ambayo imeboreshwa, lakini pamoja na hayo wanasema hivi, kawaida siku zote binadamu hatuchoki kuomba. Bado tuna changamoto za nyumba za kuishi kwa walimu wetu. Nadhani ukitembea kwenye maeneo hayo utashuhudia walimu hawa jinsi gani walivyokuwa na makazi ambayo hayaridhishi. Uchaguzi huu ni wa miaka mitano. Unaweza kuona kwa kiasi gani ni muda mrefu, ambapo ukishawachagua hawa viongozi utarajie mabadiliko baada ya miaka 5. Kwa hiyo ukichagua viongozi ambao watakuwa hawawajibiki, ni vigumu kufikia malengo mahususi ambayo chama cha walimu imewaweka pale madarakani. Nimezungumzia kikokotoo, namna alivyokiboresha, madeni anapoendelea kuyalipa, likizo walimu wanalipwa. Kwa kweli hili ni jambo zuri na tunamshukuru Mheshimiwa Rais na tunampongeza kwa kazi nzuri anayoifanya kwa walimu wote Tanzania na wafanyakazi wote, ikiwa kama yeye ndio mwajiri mkuu wa wafanyakazi wote. Kwa majina naitwa Mwalimu Bashiri Rashid Juma, ni mwalimu ninayefundisha shule ya sekondari Kilwa. Kutokana na vuguvugu la uchaguzi linaloendelea kwa sasa, wanachama wengi wamepata elimu kubwa kukifahamu chama cha walimu kupitia vuguvugu hili la uchaguzi wa walimu 2025. Chama cha walimu kinaendesha uchaguzi wake katika vitengo viwili, tukianza na kitengo K ambao uchaguzi ulifanyika siku ya jana tarehe 23, lakini leo ni uchaguzi mkuu kuchagua mwenyekiti, mweka hazina pamoja na mwakilishi wa vijana, mwakilishi wa walemavu na mwakilishi wa wanawake kitengo K. Kwa jumla maendeleo ya elimu katika wilaya yetu ya Kilwa kwa sasa tunapiga hatua kubwa sana katika masuala ya elimu. Hayakuwa rafiki kwa upande wa wilaya ya Kilwa kwa level ya kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4.
lakini kwa sasa matokeo yamekuwa ni bora zaidi. Matokeo yamekuwa ni maradufu ya miaka mitatu iliyopita, na hii ni jitihada ambazo zinafanywa na kamati ya mitihani ya wilaya ikishirikiana sambamba na afisa elimu kwa ngazi zote, elimu na msingi. Mikakati iliyepo katika wilaya yetu kwenye kuanzisha programu mbalimbali ikiwemo kambi